Hujambo na karibu katika sehemu hii ya 8, sehemu ya simulizi inayokwenda kwa jina la Kuna Siri ya Kutisha katika Nyumba Iliyojengwa Mwisho wa Mtaa. Lakini kabla hatujaendelea na sehemu hii ya 8, tunaomba radhi kwa wasikilizaji wetu. Tunaomba radhi kwa kuitambulisha sehemu ya 7 ya simulizi hii kuwa ni sehemu ya 8. Watu wengi ambao wameweza kusikiliza sehemu ya 7 walikuwa wametambulishwa kuwa ni sehemu ya 8, na utambulisho huo ulikuwa umefanyika kimakosa kabisa. Na kwa kuonyesha kwamba tumekosea tulichokifanya, tumeweza kurekebisha katika picha inayotembea YouTube na tumeweza kuirudisha namba 7 badala ya namba 8. Lakini pia katika description tumeweza kutoa maelezo ambayo yalikuwa yanaonyesha ni namba 8 na tumeweza kurudisha ni namba 7. Tunaomba radhi sana kwa kuleta mchanganyiko katika hali ya kusikiliza. Lakini tunaahidi kwamba swala kama hili alitoweza kujitokeza tena. Hile ilikuwa sehemu ya 7 na hii ndio rasmi sehemu ya 8. Mimi ni Amani Leonard. Kama una kumbukumbu nzuri, sehemu ya 7 tuliishia pale ambapo kulikuwa na ugomvi mkubwa ambao umeweza kujitokeza baina yao. Ndiyo, Halfani alikuwa anagombana na George, lakini Mama Tariki alikuwa anagombana na Mzee Maduhu. Nini kitaendelea? Karibu katika sehemu hii ya 8. Usiache kusubscribe. Basi tunarudi ule upande ambao Halfani alikuwepo na George, na Halfani aliweza kumwambia kitu George. Halfani, yani kama ulitarajia kupata hii bangili ya kamba pasipo kusema siri yake, sidhani kama nitaweza kukupatia. Ni lazima nijue kila kitu kabla sijafanya maamuzi ya kukupatia. Alikuwa ameongea George, lakini Halfani hakuweza kumjibu. Aliamua tu kukaa kimya, na baada ya kukaa kimya kwa muda, Halfani aliongea. Tamaa ya Mzee Maduhu imehamia kwako George. Unaitaka bangili ya kamba tena bila kujua inatumika vipi. Aliongea Halfani na George akamwambia, sihitaji bangili, nahitaji siri ya bangili. Kama hautafanya hivyo, basi sahau kukupatia hii bangili. Aliongea George akiwa kamkazia macho Halfani, ambaye ilibidi asimame kidogo ili amshangae George ambaye alikuwa kabadilika ghafla na asijue alikuwa kapatwa na nini. George, huwezi kutumia hiyo bangili. Tafadhali ilete kwangu. Usiingiwe na tamaa. Kuna mengi huyajui, unahitaji kuyajua kutoka kwangu. Aliongea hivyo Halfani na George akageuka akamtizama Halfani kisha akacheka. Halfani, usiponiambia sasa hivi siri ya hii bangili, sitokupatia. Kwanza natamani hata uondoke mbele ya macho yangu, kwa sababu sasa naona umekuwa kero kwangu. Sitaki nikuone tena. Sitaki nikuone. Kwanza hii bangili ni mali yangu. Mimi ndiye mtawala. Kujua au kutokujua ni jambo la muda tu. Kila kitu kitafahamika, hata kama hutaki kunifahamisha wewe. Niliongea kwa ujasiri mpaka Halfani mwenyewe alishangaa nimepatwa na nini. Hapo Halfani akaniambia, sikiliza George, unatakiwa upate mtu wa kukufunza. Kazi ya hii bangili ni kufanya kazi tu. Haiwezi kukufunza namna ya kuitumia. Atakaye kufundisha namna ya kutumia, unatakiwa upate mtu sahihi ambaye anajua, na mtu huyo sahihi ni mimi George. Tafadhali usiwe hivyo. Lakini kama hunitaki mimi niwe hapa na umemaanisha unachokitaka, rudia tena maneno yako ya kunikataa. Tena jaribu kuyarudia maneno hayo ukiwa umeishika hiyo bangili. Alisema hivyo Halfani, na mimi nikamtizama kwa muda, kisha nikaigusa hiyo bangili, na kwa sababu nilikuwa na nia, nikatamka yale maneno ambayo nilikuwa nimeyatamka muda mfupi nyuma. Natamani uondoke mbele ya macho yangu. Nilipotamka maneno hayo, punde nilishangaa simuoni tena Halfani mbele yangu. Nilishangaa sana. Niligeuka huku na kule kutizama Halfani kapotea vipi, lakini sikuweza kujua kabisa. Nilitizama hiyo bangili na niliona kweli ina uwezo wa ajabu sana, lakini kwa sababu ilikuwa usiku na bado hofu ya kibinadamu iliendelea kuwa moyoni mwangu, basi nilijikuta naanza kukimbia.
Ndiyo, nilikimbia huku na kule bila kujua naelekea wapi. Ni kama nilikuwa nimepatwa na wenge hivi, nisielewe kuwa imekuwaje mpaka imetokea hivyo. Basi tunarudi ule upande wa Mama Tariki na Mzee Maduhu. Bwana, vita ilikuwa kabambe sana. Walikuwa wamerushiana uchawi wa kila aina na wote walikuwa wamechoka hoi. Baada ya kati yao hakuna aliyeibuka mshindi. Mama Tariki, aliita Mzee Maduhu ambaye na yeye kwa wakati huu alikuwa hoi kwenye mchanga baada ya kuzuia makombora mazito ambayo alikuwa amepigwa na Mama Tariki. Na muda huo pia Mama Tariki alikuwa hoi naye, na wote walikuwa wako tika kwa uchovu. Unasemaje we dhalimu? Yaani nikiinuka hapa lazima nikuue, aliongea Mama Tariki, na Mzee Maduhu akajibu, sidhani kama tuna sababu ya kuendelea kupigana. Kuna kitu nataka tujue hapa, tusije tukajikuta tunapigana kijinga, kumbe tungekuwa na muda wa kuyazungumza haya, aliongea Mzee Maduhu, na Mama Tariki akahoji, kuzungumza nini? Baada ya kuhoji hivyo, Mzee Maduhu akaendelea, punguza hasira sasa. Unakumbuka siku ambayo huyu kijana George alikuja nyumbani kwako mara ya kwanza? Aliuliza hivyo Mzee Maduhu, na Mama Tariki akajibu, nakumbuka, ndiyo, nakumbuka kila kitu. Nilimwandalia chakula lakini hakudhurika, alijibu hivyo Mama Tariki, na Mzee Maduhu akaendelea, achana na swala la kula chakula bwana. Hivi unajua kuwa alianza kuitafuta bangili ya kamba siku ile? Maana mimi nilikuwepo pale kwako, niliweza kumuona harakati zake za kutaka kuipata hiyo bangili ya kamba, aliongea Mzee Maduhu, na Mama Tariki akajibu, ndiyo, niliweza kujua uwepo wako ndani kwangu, ila sikutaka kuhoji kwa sababu wewe ulikuwa ni kama kibaraka kwangu tu, usingeweza kunizuru. Lakini unadhani George yeye anajua nini kuhusu bangili? Kwa sababu yeye ni binadamu wa kawaida tu. Ni nani atakuwa kamjuza kuhusu haya? Aliongea Mama Tariki, na Mzee Maduhu akajibu, mimi nina uhakika kuna mtu yuko nyuma ya hili. Alipoongea hivyo Mzee Maduhu, Mama Tariki akafikiri kwa muda kidogo kabla hajaendelea, kisha akauliza swali, atakuwa nani? Aliuliza hivyo Mama Tariki, na Mzee Maduhu akajibu, hivi unajua kuwa Halfani ulivyomuibia ile bangili ya kamba alipoteaga katika mazingira ya kutatanisha sana? Mzee Maduhu alimkumbusha hivyo Mama Tariki, ni kama alikuwa kapatwa na kakumbukumbu fulani hivi. Alafu Mama Tariki akarejesha tena ufahamu wake hapo na kuendelea na mazungumzo, kisha akauliza swali, Mzee Maduhu, unadhani Halfani yuko nyuma ya hili? Alipohoji hivyo Mama Tariki, Mzee Maduhu akaendelea, nina uhakika na hilo, maana huyu George haelewi kitu kuhusu haya mambo. Yeye sio mchawi kabisa. Sasa amejuaje kuhusu haya? Ni kama walikuwa wanawaza hivi kwa muda, na punde Mama Tariki baada ya kuwaza kwa muda huo akainuka na wazo moja ambalo halihitaji wazo hili lifanyiwe kazi haraka iwezekanavyo. Kama kweli sio mchawi, basi nina uhakika hajui namna ya kuitumia vyema ile bangili. Hapa nataka tufanye jambo, aliongea Mama Tariki, na Mzee Maduhu akauliza swali, jambo gani unataka tufanye? Tuweke zindiko la tego katika nyumba yake. Kama anajua kutumia bangili, basi tego halitamnasa, ila kama hajui, hamekwisha, na hapo tutaweza kuirudisha tena bangili mkononi mwetu. Basi walikubaliana wawili hawa, na kweli waliona hii ndiyo njia sahihi kabisa ya kuweza kumtega Halfani kwa mara ya pili, ili waweze kumnasa na waweze kuiteka bangili hiyo kwa mara nyingine. Na kwa kuwa walikuwa karibu na nyumba hiyo ya George, basi hapo walichokifanya ni kuinuka tu na kutizama chumba hiko anachoishi George, na kisha wakazama ndani kichawi ili kuweza kufanya zindiko lao la tego ambalo walikuwa wamekubaliana.
Basi wakati wakiwa ndani wanafanya hilo tego lao, kwa bahati nzuri kabisa, wakati Alfani alipopotezwa na ile bangili ule upande alipokuwepo George, basi aliweza kurudishwa alipokuwepo masaa kadhaa nyuma. Na ukumbuke masaa kadhaa nyuma Alfani alikuwa nyumbani kwa George, hivyo alivyopotezwa upande ule aliweza kurudishwa hapo hapo nyumbani kwa George. Basi baada ya kurudishwa hapo, Alfani aliweza kusikia mipango yote ambayo Mama Tariki na Mzee Maduhu walikuwa wameipanga. Aliweza kusikia kila kitu na aliweza kuwaona hadi walivyoingia ndani tayari kuweka zindiko lao la tego. Jeuri yake itamponza, alijisemea Alfani, kisha akaweka mikono nyuma na kuanza kuondoka na kwenda mahali ambapo alikuwa anapajua yeye mwenyewe. Kiufupi, nguvu ya hii bangili ilikuwa kubwa sana, maana hata kama hujui kuitumia, basi kuna uwezekano mkubwa sana wachawi wakaogopa kukujaribu kabisa. Basi George aliendelea kukimbia usiku huo na akafika mpaka karibu na maeneo ya mto. Ndiyo, alifika mahali akakuta mto na hapo akaona ndiyo sehemu sahihi kabisa ya kuweza kupumzika. Basi aliweza kukaa hapo, kisha akawa anaitizama tu hiyo bangili, asielewe ni namna gani ataweza kujua mambo mengi kutoka katika hiyo bangili, kwa sababu mpaka muda huu alikuwa amekataa kabisa kushirikiana na Alfani, ambapo aliona kuwa Alfani akifanikiwa kuipata bangili hiyo, basi anaweza akafaidi vitu vingi sana, na wakati George anaamini vitu hivyo anatakiwa avipate yeye, ambaye amepambana kwa nguvu zote kuipata bangili hiyo. Basi kulikaribia kupambazuka, na kwa kuwa alikuwa ametembea sana usiku, aliamua kuingia kwenye mto huo kuweza angalau kusafisha miguu yake, huku akiwa anapiga hesabu za kuweza kurudi nyumbani kwake, ambapo hakujua kabisa kuwa nyumbani kwake kulikuwa kumeweza kuwekwa mtego wa kichawi na Mama Tariki pamoja na Mzee Maduhu. Basi alimaliza kujisafisha, kisha akaanza kurudi nyumbani taratibu. Lakini akiwa njiani kurejea nyumbani kwake, punde alihisi maumivu katika mkono wake. Ndiyo, mkono ulikuwa unakufa ganzi taratibu, tena ule mkono wenye bangili. Alijaribu kuweka vizuri, kunyosha, lakini kiukweli mkono ulizidi kuwa mzito kabisa, yaani ulikuwa umekufa ganzi kwa kiwango cha hali ya juu. Hakujua hali hiyo imesababishwa na nini. Alipuuzia na kuendelea kurudi nyumbani kwake. Kuna muda mkono ulikuwa unapoa na kuna muda ulianza tena kufa ganzi, na baada ya kufanya hivyo kwa muda kadhaa, hatimaye ukakaa sawa kabisa. Hakujua kwa nini inatokea hivyo. Yeye kazi yake ilikuwa ni kuurusharusha tu. Alikuwa anaurusharusha mkono huo ili uweze kukaa sawa. Basi aliendelea kutembea haraka sana George, na akiwa njiani aliweza kukutana na Alfani. Lakini Alfani alipomwona George, alienda akasimama nyuma ya nyumba moja karibu na eneo hilo, na lengo lake lilikuwa ni George asiweze kumuona kabisa Alfani. Ndiyo, George hakuweza kabisa kumuona. Alipita haraka bila kujua uwepo wa Alfani eneo hilo, na hapo Alfani akaanza kumfuatilia George kimya kimya ili akamuone jinsi atakavyoenda kuingia katika mtego huo wa Mama Tariki na Mzee Maduhu, kutokana na tamaa zake za kutaka kumiliki kitu hasichokijua. Basi aliendelea kutembea George, na kweli akafanikiwa kufika hadi nyumbani kwake bila kujua lolote. Haraka akafungua mlango na kuingia ndani, lakini kitendo cha kuingia ndani tu, punde alianza kupepesuka. Ndiyo, alianza kupepesuka na maumivu ya mkono yalianza upya sasa. Tena safari hii maumivu ya mkono yalikuwa yanampiga kwa kiwango cha ajabu sana. George alianza kutetemeka. Ndiyo, alianza kutetemeka mwili mithili ya mtu mwenye homa, huku maumivu ya mkono yakizidi kuutesa mwili wake. George alishindwa kuvumilia maumivu hayo, basi akaanza kupiga kelele huku kaushikilia mkono wake huo huo wenye bangili. Mkono wangu, mama nakufa, msaada jamani.
George alikuwa akilia katika maumivu makali sana, maana ile bangili ilikuwa imejifunga kwa nguvu katika mkono wake, na kwa kadiri muda ulivyokuwa unakwenda, basi bangili hiyo ilikuwa inakaza sana, ni kama ilikuwa inataka kabisa kuukata mkono huo. Muda huo wote Alfani alikuwa nje tu, anasikiliza jinsi George anavyoteseka na mkono wake humo ndani. Alitamani amsaidie, lakini George alishaonyesha hataki kabisa uwepo wa Alfani karibu yake, na alitia nia kabisa. Hivyo Alfani alikuwa nje tu akisikiliza jinsi George alivyoingia kwenye mtego wa Mama Tariq na Mzee Maduhu. Nakufa jamani, alilia George, na hapo mkono ulianza kuvimba. Ni kama ulikuwa unataka kupasuka hivi. Hapo George alijaribu kukamata bangili hiyo kwa nguvu ili angalau aikate kutoka katika mkono wake, lakini ni kama ilikuwa na shoti hivi, maana kila alipokuwa anaigusa bangili hiyo alijikuta anatetemeshwa vya kutosha. Jasho lilimtoka na hofu ilimjaa, maumivu yalimzidi. Bado alikuwa hajui afanye nini. Kitu ambacho alikuwa anakifanya ni kupiga kelele tu na kuomba msaada ovyo, bila kupata mtu yoyote wa karibu ambaye angeweza kumsaidia. Basi upande wa pili wa Mama Tariq, yeye alikuwa nyumbani kwake na Mzee Maduhu, wakiwa wanaloga tena majira hayo hayo ya asubuhi, na kuimba nyimbo zao za kichawi ili kuimarisha mtego walioweka nyumbani kwa George. Na punde Mama Tariq akatulia kidogo katika kuimba nyimbo hizo. Kashanasa, alisema hivyo Mama Tariq, na hapo Mzee Maduhu akachungulia haraka kwenye chungu chao cha uchawi, na akaona kweli George amekwisha nasa. Basi walipoona hivyo, wawili hawa waliangua kicheko kikali sana, na punde wakaanza kuserebuka kwa furaha baada ya kuona kile walichokikusudia kimefanikiwa. Je, nini kitaendelea? Hii ndiyo sehemu rasmi ya 8. Tuonane sehemu ya 9. Itakuwa sehemu ya 9 ya simulizi nzuri inayokwenda kwa jina la Kuna Siri ya Kutisha katika Nyumba Iliyojengwa Mwisho wa Mtaa. Mpenzi msikilizaji wangu, usiache kusubscribe, like, share, comment, na sisi tutakuwa tumejipanga kuhakikisha wewe msikilizaji unapata kile kitu ambacho roho yako itapenda na itafurahi. Asanteni na tuonane katika simulizi nyingine. Ciao.